Bwana Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amezungumzia vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya taifa hilo. Tunakumbuka baada ya tangazo la vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Urusi, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametoa kauli ndefu ambayo inaelezea mtazamo wa serikali yake kuhusu hatua hiyo na athari zake kiuchumi pamoja na kisiasa. Na amezungumza maneno hayo kwa utulivu mkubwa sana, lakini utulivu ambao unaonyesha msimamo wa hali ya juu sana kwa Bwana Vladimir Putin. Kimsingi nitanukuu kila alichozungumza Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye amesema sasa kuhusu vikwazo vipya, kwanza hakuna kitu kipya hapa, ndio vina uzito mkubwa kwa upande wetu. Hilo ni jambo ambalo linaeleweka na bila shaka vitakuwa na athari fulani, lakini kwa ujumla havitaathiri kwa kiasi kikubwa hali ya uchumi wa taifa letu la Urusi. Ikumbukwe kuwa katika muhula wake wa kwanza wa Rais Trump ndiye aliyeongoza katika kuweka idadi kubwa zaidi ya vikwazo dhidi ya shirikisho la Urusi kuliko rais mwingine yeyote kabla yake. Mpaka leo hii vikwazo hivyo vina sura mbili, kisiasa na kiuchumi. Kuhusu upande wa kisiasa, ni dhahiri kinachofanyika ni jaribio la kuiwekea Urusi shinikizo, lakini hakuna taifa linalojiheshimu wala wanaojiheshimu na wanaofanya maamuzi chini ya shinikizo. Bila shaka Urusi ina nafasi ya kujiheshimu, ina nafasi ya kujihesabu miongoni mwa mataifa na watu ambao wanajiheshimu. Hilo ni jambo la kwanza, lazima uelewe. Jambo la pili ni upande wa kiuchumi. Bila shaka hiki ni kitendo kisicho rafiki dhidi ya Urusi. Ni jambo dhahiri na hakika hakitasaidia kuimarisha uhusiano wa Urusi pamoja na Marekani, uhusiano ambao ulikuwa umeanza tu kurejea katika hali nzuri. Kwa hatua kama hizi, serikali ya Marekani inavuruga tena misingi ya uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa haya mawili. Kuhusu athari za kiuchumi, narudia tena, hakuna jambo jema hapa, lakini tukitazama kwa jicho la kitaalam na kwa uhalisia, tunaona kwamba Marekani kwa sasa inazalisha takribani mapipa milioni 13.5 ya mafuta kwa siku, ikiwa ndiyo kinara duniani. Inafuatiwa na Saudi Arabia inayozalisha karibu mapipa milioni 10, na shirikisho la Urusi ni la tatu kwa kuzalisha takribani mapipa milioni 9.5 kwa siku. Hata hivyo, Marekani inatumia mapipa milioni 20 kwa siku. Wao huuza kiasi fulani, lakini wananunua zaidi hasa kutoka Canada. Kwa hivyo wanazalisha mapipa 13.5 milioni, lakini wanatumia mapipa zaidi ya milioni 20. Wakati huo Urusi na Saudi Arabia zinauza zaidi mafuta na bidhaa zake. Nikiweka makadirio, Saudi Arabia huuza nje karibu mapipa milioni 9 na Urusi inauza nje karibia mapipa milioni 7.5. Hivyo basi, mchango wetu katika usawa wa nishati duniani ni mkubwa sana. Usawa huu wa nishati ya dunia umejengwa kwa manufaa ya wazalishaji na watumiaji. Kuubomoa ni jambo lisilo na busara, hata kwa wale ambao wanajaribu kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, uzalishaji wa mafuta duniani kwa sasa upo katika kiwango cha juu kisichopanuka kwa urahisi. Inawezekana sehemu ya mafuta ya Urusi inachukuliwa na wengine, lakini sio mafuta yote. Hilo haliwezekani. Na zaidi ya yote, kunahitajika muda na uwekezaji mkubwa ili kufanikisha jambo hilo. Kwa mara ya kwanza sasa shirika la kimataifa la nishati IEA limeanza kushauri washirika wa sekta ya uchumi kuwekeza katika nishati ya mafuta pamoja na gesi, tofauti na miaka mingi ya nyuma ambapo msukumo mkubwa ulikuwa katika vyanzo mbadala vya nishati. Ndiyo, ni muhimu kuwekeza katika nishati mbadala, lakini imekuwa wazi sasa kwamba dunia haiwezi kuendesha uchumi wake bila nishati ya mafuta na gesi katika miaka na miongo ijayo. Hilo ni jambo dhahiri kutokana na ongezeko la mahitaji ya nishati duniani. Uchumi wa dunia unaendelea kukua na matumizi ya nishati yanaongezeka. Kwa hivyo haiwezekani kuongeza uzalishaji wa mafuta ghafla, lakini kama kiasi kikubwa cha mafuta na bidhaa za mafuta za Urusi kitaondolewa ghafla sokoni, bei za mafuta zitapanda kwa kasi kubwa zaidi. Nilizungumza hili pia na mwenzangu wa Marekani. Hilo litapokelewa na litapelekea ongezeko kubwa la gharama za mafuta na bidhaa zake, ikiwemo bei kwenye vituo vya mafuta, na Marekani haitakuwa tofauti vile vile. Tukizingatia pia kalenda ya kisiasa ya ndani ya Marekani, ni wazi kwamba hali hiyo itakuwa nyeti katika siasa za Marekani. Kwa hivyo wale wanaopendekeza maamuzi haya kwa utawala wa sasa wa Marekani wanapaswa kuelewa wanadhumuni gani na wanamhudumia nani kwa hivi sasa. Hata hivyo, jambo muhimu kwetu ni kwamba tunajihisi imara, tuko thabiti, na licha ya hasara fulani ambazo bila shaka zipo kutokana na mazingira haya, sekta yetu ya nishati bado ipo katika hali nzuri. Natarajia hali hii haitasababisha mabadiliko makubwa katika soko la dunia, lakini wote sasa wanapaswa kutafakari. Nami nakubaliana na shirika la kimataifa la nishati kwamba
ni lazima kuwekeza katika nishati jadidifu. Sisi tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo. Hatimaye kama tutafikia hatua ya mazungumzo ya dhati badala ya vitendo vya shinikizo, tutakuwa tayari kujadili mustakabali wa ushirikiano ikiwemo ule wa kiuchumi. Tuna maeneo mengi ya kazi ya pamoja na tuko tayari kwa hilo, lakini kama inavyoonekana uamuzi haupo mikononi mwa Urusi pekee, bali pia mikononi mwa washirika wetu katika hali hii ambao pia ni wa Marekani. Kauli hii ya Putin inaonyesha msimamo wa Urusi kwamba licha ya vikwazo vipya, taifa hili halitayumbishwa na litaendelea kujiheshimu na kujihesabu kuwa ni miongoni mwa mataifa huru ambayo yanajitambua. Wakati huo huo ametoa onyo la wazi kwamba hatua za Marekani zinaweza kuvuruga usawa wa nishati duniani na kuathiri hata uchumi wa Marekani yenyewe. Na Putin ameenda mbali zaidi, amewaambia kabisa kwamba hiki ambacho kimefanywa na Marekani, of course wanaweza kuwa wamekifanya kwa sababu ya kutaka kuitisha Urusi, lakini Putin amesema hivi, kwa taifa lolote ambalo linajiheshimu duniani, taifa lolote ambalo linajitambua duniani, haliwezi likakubali kupokea maelezo ya taifa jingine. Lakini pia tumeona rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anajiishia hapo. Ametoa tena taarifa kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimepangwa kufanyika kati yake pamoja na rais wa Marekani Donald Trump. Rais Putin amethibitisha kwamba mkutano ambao ulikuwa umepangwa kufanyika mjini Budapest kati yake na rais wa Marekani Trump umeahirishwa, na amezungumza hayo Alhamis akisema pendekezo la mkutano huo lilitolewa awali na upande wa Marekani. Yaani kama ambavyo niliongea asubuhi, nafikiri kwenye ripoti yangu nilisema wa Marekani ndio ambao walileta pendekezo la kukutana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kiongozi huyu wa Urusi amekiri kwamba ingekuwa makosa kuendeleza maandalizi ya mkutano huo bila maandalizi ya kutosha, akiongeza kuwa uwezekano wa kufanyika kwake baadaye bado upo. Putin anasisitiza kwamba mazungumzo ni bora kuliko migogoro au vita ambayo inaendelea. Ifahamike mkutano huu ulikuwa umepangwa kufanyika katika mji mkuu wa Hungary na ulitangazwa wiki iliyopita na ikulu ya Kremlin pamoja na ikulu ya White House kufuatia mawasiliano kwa njia ya simu kati ya Trump pamoja na Putin. Hata hivyo, Trump alitangaza Jumatano kwamba mkutano huo umeahirishwa. Siku hiyo hiyo Marekani wakaweka vikwazo vipya dhidi ya kampuni kubwa mbili za mafuta za Urusi, kwa maana ya ile Rosneft pamoja na ile Lukoil. Na akizungumzia hatua hiyo, Putin amesema kama hicho ni kitendo kisicho rafiki ambacho hakisaidii kuboresha uhusiano wa Moscow pamoja na Washington. Lakini pia anasema vikwazo hivi havikutarajiwa, lakini anasema havitasababisha athari yoyote ile ya kiuchumi katika taifa hilo la Urusi. Na anasema kwamba vikwazo hivyo ni jaribio jingine la Marekani kuishinikiza Urusi, akisema hakuna taifa linalojiheshimu ambalo litafanya jambo lolote chini ya shinikizo. Na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba wapo watu ndani ya serikali ya Marekani wanaomhimiza Trump kupunguza mauzo ya mafuta ya Urusi, na anahoji ni kwa maslahi ya nani, watu wao au ni watu wengine ambao wananufaika na huo mpango ambao Bwana Donald Trump anashauriwa. Putin amehitimisha kwa kusema kuwa Urusi na Marekani zina maeneo mengi ya ushirikiano iwapo tu watakubaliana kuachana na mbinu za kushinikizana na kuanza mazungumzo ya kina kuhusu masuala ya muda mrefu. Yes, hiki ndicho ambacho kimezungumzwa. Na istoshe, Putin pia amezungumzia juu ya mpango wa Marekani wa kutumia yale makombora ya Tomahawk kule nchini Ukraine. Anasema kama Marekani au makombora yale yatatumika kufanya mashambulizi yale makombora ya Tomahawk, basi hiyo Urusi itajibu, na anasema Moscow itatoa majibu ambayo yatakuwa ni makali sana, labda hata yale ambayo yatakuwa ni ya kusambaratisha zaidi. Putin anasema kwamba kuipatia Kiev silaha za masafa marefu kama hizo ni jaribio la wazi ambalo linachochea vita. Na ifahamike, Ukraine wamekuwa wakirudia mara kwa mara kuomba hayo makombora ya Tomahawk kutoka Marekani. Wiki iliyopita, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasilisha ombi hilo moja kwa moja kwa Rais wa Marekani Donald Trump katika kikao chao ambacho kilifanyika katika ikulu ya White House. Na kwa mujibu wa taarifa, Zelensky hakufanikiwa kupata ahadi ya utoaji wa hayo makombora. And I do remember niliwaeleza kwamba Ukraine haikupata ahadi kutoka kwa Marekani, na maafisa wa Marekani mapema walidai kwamba swala hilo lipo mezani, lakini uamuzi wa mwisho unategemea kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump mwenyewe. Na Jumatano ya jana tarehe 22, Trump wakiwa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte katika ikulu ya White House, Trump hakuthibitisha wala kukanusha uwezekano wa kuipatia Ukraine makombora hayo, lakini alieleza kuwa kuyaendesha kunahitaji mafunzo ya muda mrefu na ya hali ya juu. Hiki ndicho ambacho kinaendelea, na huyo ndio Bwana Vladimir Putin.
tuendelee kuishi katika ripoti hizi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.